Jeshi la anga la Marekani US Air Force limeanza kutafuta mfumo mpya wa kisasa wa ulinzi wa anga utakaolinda kambi zake za kijeshi dhidi ya makombora ya cruise na mashambulizi ya drones kufuatia hasara kubwa zilizoripotiwa katika vita vya hivi karibuni vya Iran na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la anga, kampuni mbalimbali za teknolojia za kijeshi zimealikwa kuwasilisha mifumo inayoweza kukabiliana na vitisho mbalimbali kwa wakati mmoja. Mfumo huu unapaswa kuwa na uwezo wa kuangusha drones ndogo kabisa hadi zile kubwa zinazofanana na RQ-4 Global Hawk pamoja na makombora ya cruise. Hatua hiyo inakuja baada ya mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na Iran kuharibu ndege ya thamani kubwa aina ya E-3 Sentry AWACS, kuharibu ndege kadhaa za kujaza mafuta aina ya KC-135 nchini Saudi Arabia na kusababisha uharibifu mkubwa wa rada za ulinzi wa anga za Marekani. Aidha, vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine vimeonyesha jinsi mawimbi makubwa ya drones na makombora yanavyoweza kuzidi uwezo wa mifumo ya sasa ya ulinzi, huku yakimaliza haraka akiba ya makombora ya kujihami. Jeshi la anga la Marekani sasa linataka mfumo wenye uwezo wa kubeba idadi kubwa ya makombora, kurusha kwa kasi, kuwa rahisi kusafirishwa na kuunganishwa moja kwa moja na mifumo ya rada na udhibiti wa kivita, yani C2. Pia mfumo huu unatarajiwa kuwa na vihisi vyake vya ndani na kutumia teknolojia ya laser katika kutekeleza mashambulizi. Kwa miaka mingi, jeshi la anga la Marekani limekuwa likitegemea jeshi la nchi kavu, yani Army, kwa mifumo mikubwa ya ulinzi kama Patriot. Hata hivyo, mashambulizi ya hivi karibuni yameibua mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa jeshi la anga kuwa na mfumo wake maalum wa kulinda viwanja vya ndege na kambi zake za kijeshi. Wataalamu wa masuala ya ulinzi nchini Marekani wameonya kuwa taifa hilo huenda halina akiba ya kutosha makombora na silaha za kujihami kuhimili vita vya muda mrefu dhidi ya Iran, huku Tehran ikiendelea kuboresha mbinu zake za kukwepa mifumo ya ulinzi ya Marekani. Kwa mujibu wa Catherine Thompson wa taasisi ya Cato, changamoto kubwa kwa Marekani si uwezo wa kupigana kwa sasa, bali ni muda ambao vita hivyo vinaweza kudumu. Ikiwa vita vitaisha ndani ya wiki chache, hali inaweza kudhibitiwa, lakini vikidumu kwa mwaka mmoja au miwili, akiba yetu ya silaha haitakuwa katika hali nzuri, alisema Thompson. Ripoti zinaonyesha kuwa Marekani tayari imetumia maelfu ya makombora aina ya Tomahawk, Patriot na makombora 200 ya mfumo wa THAAD, na zaidi ya makombora 1000 ya Patriot yametumika katika miezi ya mwanzo ya vita hivyo. Licha ya mashambulizi makali ya awali dhidi ya Iran, maafisa wa Marekani wamekiri kuwa Tehran bado ina uwezo mkubwa wa kuendelea kurusha makombora na drones. Hali hiyo imeonekana wazi baada ya mashambulizi ya hivi karibuni nchini Jordan, ambapo makombora kadhaa yalifanikiwa kupenya mifumo ya ulinzi wa Marekani na kuua wanajeshi wawili wa Marekani katika kituo cha anga cha Muwafaq Salti. Mashambulizi hayo yamezidisha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wanajeshi takriban 50,000 wa Marekani walioko Mashariki ya Kati, huku baadhi ya maafisa wakidai kuwa ikulu ya White House huenda haijafahamu ukubwa wa tatizo la upungufu wa silaha. Hata hivyo, Pentagon imeendelea kusisitiza kuwa jeshi la Marekani lina akiba kubwa ya silaha na linaendelea kuongeza uzalishaji kupitia ushirikiano wa sekta binafsi ili kuhakikisha wanajeshi wake wanaendelea kuwa na faida ya kijeshi. Kwa upande mwingine, wataalamu wanaonya kuwa vita vya muda mrefu dhidi ya Iran vinaweza kuiacha Marekani katika mazingira magumu endapo mgogoro mwingine mkubwa kama vita dhidi ya China kuhusu Taiwan utazuka katika kipindi hicho. Tangu kuanza kwa operesheni Epic Fury, jumla ya wanajeshi 17 Marekani wameripotiwa kuuawa, huku rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kuamuru mashambulizi ya anga dhidi ya Iran usiku kwa usiku. Pamoja na kuongezeka kwa mapigano, Washington na Tehran zimesema bado ziko tayari kwa mazungumzo ya kusitisha vita.